ushirikiano baina yetu sisi kama JOUTA na mfuko wetu wa fidia ya wafanyakazi wa WCF. Lakini vile vile nichukue fursa hii kupongeza TUCTA. Sisi ni wanachama wapya wa TUCTA, lakini vile vile naomba nitumie fursa hii kuishukuru serikali kwa sababu imetupa ushirikiano mkubwa toka tumejiunga na TUCTA. Kumekuwa na changamoto kubwa ya waandishi wa habari kutokuwa na mikataba ya kazi. Mheshimiwa Rais, zaidi ya 80% ya waandishi wa habari Tanzania hawana mikataba ya ajira. Wengi wanafanya kazi kwa kujitolea au wanalipwa kutokana na habari ambazo wanaandika. Lakini kibaya zaidi, kuna wafanyakazi humu wanafanya kazi vyombo vikubwa kabisa ambavyo tulitegemea wawe mfano kutoa ajira, lakini mtu kafanya kazi miaka 10, miaka 20, wengine mpaka 30, lakini mpaka leo watu hawa hawana ajira za kudumu. Kwa hiyo tunaamini kwa ushirikiano ambao tunao TUCTA na sasa hivi na serikali, tunakwenda kutatua baadhi ya kero za wanahabari hapa Tanzania. Tumekuwa na mazungumzo na waziri wa kazi kupitia ofisi ya waziri mkuu kupitia waziri wake wa kazi. Tumekuwa na mazungumzo na kamishna wa kazi na ametuahidi kwamba muda si mrefu tutaanza kuambatana naye sisi JOUTA kutembelea media house zote kufanya ukaguzi kwa wale waajiri ambao wana wafanyakazi ambao hawapi mkataba. Mkurugenzi na ndugu zangu viongozi, mwaka jana tulifanya mwezi wa 10 tulifanya mkutano mkubwa sana hapa wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Afrika, inaitwa OATU. Tuliwaalika watu wa Azania Bank, tukawaalika watu wa OSA, tukawaalika WCF, tulialika watu walishangaa, mna watu wa mfuko wa fidia kwenu? Sema ndio, na ni mifuko yetu hii, na katika boards hizi wako viongozi wetu wa wafanyakazi wako huko wanaotuwakilisha na kuwawakilisha ninyi. Ukienda OSHA ambayo na bodi yao nafikiri nazinduliwa leo somewhere na mheshimiwa waziri, wako viongozi kutoka kwenye vyama vya wafanyakazi. Ukienda NSSF the same, ukienda PSSSF the same. Kwa tambueni kabisa WCF ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi wanapopata majanga ya aina yoyote haya yanayoleta madhara, akiwa wapi? Kazini. Ni kweli usipofikiria kwa haraka unaweza kudhani hii ikoje. Mimi juzi nilikuwa kwenye Mei Mosi pale Njombe, nikakutana na mtumishi, ni mwalimu yule aliyepata ajali akitokea kazini. No, aliitwa kazini siku ya weekend, alikuwa anasimamia miradi fulani. Kumbuka ni afisa gani? Nafikiri mwalimu. Lakini wakati anaenda akapata ajali. Si mnaelewa? Akipata ajali anahudumiwa na nani? Si WCF, si ndio? Amepata ajali akiwa anaenda kazini na akavunjika mguu. Nimemwona pale nikashangaa. Nikasema hii elimu nikipata fursa nitaenda kuwaambia wengine, na sijaambia mtu yeyote. Leo nawaambieni ninyi kama WCF hawatawaambia. Ukiwa kwenye kazi yako umepigiwa na mwajiri wako, amekuelekeza nenda pale TUCTA, kuna mkutano, ukachukue nini? Habari. Si ndio maana yake? Ukapata ajali ukiwa njiani, WCF wanahusika na wewe. Si kama mnaelewa? Baada ya ajali na wakati mwingine hata baada ya ajali unaendelea kuhudumiwa. Mengine in detail utaambiwa na wao wenyewe. Kwa hiyo leo ni muda mzuri sana kwa wenzetu wa WCF kufunguka na kutoa elimu ile kwa ufasaha kwa wenzetu hao wafahamu. Sio lazima uvunjwe mkono na mashine, si ndio? Ndio ukatibiwe. Lakini kuna mwingine aliwahi kupata madhara. Hiyo kesi nilisoma nikiwa shuleni. Anakwenda kustaafu, ndio anakuja kugundulika mgongo umepata madhara, na hospitali wakaenda kujustify huyu mtu amepata madhara kwa sababu alikuwa anafundisha, anaandika kwa muda mrefu kazi zake za kusimama. Ikagundulika hilo ni tatizo lililotokana na nini? Na kazi. Si mnanielewa? Yako mambo mengi ambayo mnaweza mkanufaika nayo kwa wenzetu wa mfuko wa WCF. Na sisi tunasema tume underutilize shughuli za WCF kwa sababu
hatufahamu kama wapo, na wengine wengi wamepata shida huko nje, hawajui kama WCF inahusika nao. Si kama mnanielewa vizuri. Taarifa kwa wafanyakazi wengine kwamba jamani, serikali imetuwekea mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Mfanyakazi asiumie wala asiugue alafu akabaki na taarifa yake au asipate fidia kutoka serikalini, kwa maana serikali inahakikisha kwamba utapata fidia yako ukiumia au kuugua kutokana na kazi. Maanake hakuna chama chote katika vyama 16, hakuna chama kilichofanya hivi. Chama cha kwanza hiki hapa. Hata sisi chama ambacho tunasema chama kikubwa hatujafanya. Hata chama cha Mheshimiwa Rais Tarugu, chama kikubwa, hakijafanya. Tumeseminishwa sisi viongozi tu. Kwa ni bahati iliyoje wao viongozi wangekuwa binafsi, wangaita tu viongozi wa matawi na nani wangekuja. Leo tunaona humu na wale wanachama wa kawaida ambao ndio wenye nini? Wenye chama. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, naomba nikukabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu ili kinywa chako kikawa kina busara na hekima. Haya yote aliyoweza na Jouta akawa na nini? Yanatija. Asanteni sana. Kama bado mwanao anachezea simu yako, nimekuletea hii K66, K67 pamoja na H37. Hizi tablet ni tablet ambazo zina uwezo wa kukaa na chaji kwa muda mrefu. Pia unaweza kuweka line pamoja na kuconnect internet, ambazo ndani utakuta kuna Netflix, YouTube, Instagram pamoja na Play Store. Hizi tablet pia ni tablet ambazo zina kioo kigumu ambacho sio rahisi kuvunjika, na pia zina battery ambazo zina uwezo wa kutunza chaji kwa muda mrefu. Mtoto wako akishika hii, simu yako iko salama. Tablet aina ya A37 unaipata kwa $160,000 tu, na tablet aina ya K66 unapata kwa bei ya $165,000. Ndio kwa wasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mtandao wetu wa kijamii @tabletzetu_tz. Tunapatikana Sizamori, Dar es Salaam. Kucheza huku akijifunza sio kupoteza muda.